Bwana Yesu asifiwe. Unajua, neema ya Mungu sio leseni ya sisi kufanya dhambi. Ile kwamba kuna neema ya Mungu haitugarantii sisi kufanya dhambi. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 na ule mstari wa 2, Biblia inasema dhambi zilipokuwa nyingi ndipo neema ilizidi. Lakini Paulo, Warumi 6 mstari wa 1 anasema, tuseme nini basi? Tukaze kukaa katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi, au tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Nachotamani ujue, neema ni mwalimu wa utauwa. Neema ni mwalimu wa utauwa. Ndio maana Tito 2:11 anasema, neema Mungu yaokoayo wanadamu imefunuliwa kwa watu wote, nayo yatufundisha kukataa tamaa za kidunia. Kwa sababu neema ya Mungu ipo, sio leseni, sio tiketi ya sisi kudumu katika dhambi. Licha ya kwamba ukimwamini Kristo Yesu unafanywa haki ya Mungu. Kwa hiyo hata kama ukafanya kosa, Mungu haioni dhambi, anaiona haki ya Mungu kwako. Hiyo kitu isikugarantii wewe kudumu katika dhambi. Mfano, mtu amepokea msamaha wa rais, alikuwa ni muuaji. Kuachiwa huru haimaanishi aendelee kufanya uuaji. Neema ya Mungu haitufanyi tudumu katika dhambi. Come on. Neema ya Mungu ni mwalimu wa utauwa, inatufundisha kukataa ubaya. Niliteswa, nilipelekwa jela kwa sababu ya wizi. Kupewa msamaha na kuwa nje haimaanishi nidumu katika wizi tena. Kwa kuna watu ambao licha ya kwamba wanajua neema ya Mungu ni kubwa, neema ya Mungu inatusamehe, Mungu anakuona wewe ni mtakatifu, tumehesabiwa haki. Ile kwamba nimehesabiwa haki haimaanishi uendelee kudumu katika dhambi. Ile kwamba Kristo ametusafisha kwa vazi lililo bora, kwa sababu neema ya Mungu au kuhesabiwa haki, kufanywa haki ya Mungu ni sawa si tumevaa vazi chafu. Kristo Yesu akatuvisha vazi la utukufu. Lile vazi la utukufu, manake Mungu anapotuona halioni lile vazi la uchafu ambao ni dhambi ya asili, ila anaona vazi la utukufu ambalo Kristo ametuvisha. Hasa Kristo kutuvisha vazi la utukufu isitugarantii sisi kudumu katika dhambi. Neema ya Mungu haitugarantii, haitusukumii sisi kufanya dhambi. Come on. Neema ya Mungu inatufanya sisi kuwa watauwa, ni mwalimu wa utauwa, kutufundisha kukataa tamaa za kidunia. Ndio maana Paulo anasema, je, tuzidi kudumu katika dhambi? Anasema hasha. Tutaanzeje tena kudumu kwenye dhambi ambazo tulizifia? Manake Kristo ametuhesabia haki, tumekuwa ni sababu ya kwake, tumekuwa ni sehemu ya kwake. Manake hatudumu tena katika dhambi ambazo Kristo alikufa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama una swali utauliza hapo, usisite, nitakujibu. Nitasoma swali lako, kwa usisite, liandike swali. Kama unalo liandike swali lako.